Jambo la kwanza, mkoa wetu wa Katavi umeendelea kuwa mkoa wenye amani, usalama na utulivu wakati wote, na hivyo niwaombe wafanyakazi wote na wananchi wote wa mkoa wa Katavi kuendelea kutoa mchango wa kutosha utakaohakikisha amani ndani ya mkoa wa Katavi inaendelea kuwepo, lakini upendo na mshikamano vinaendelea kuwepo ndani ya mkoa huu. Jambo lingine, niziagize taasisi zote za umma ikiwa ni pamoja na halmashauri, ofisi za wakuu wa wilaya, ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya katibu tawala wa mkoa kuhakikisha kwamba kama kuna mtumishi ambaye ana madai na fedha za kulipa madai hayo tayari zipo ndani ya bajeti za mwaka huu wa fedha 25-26, hakikisheni watumishi wote wanalipwa madai yao bila kuchelewa. Na ndani ya kipindi cha siku 30 kuanzia sasa, jambo hilo lifanyike, na katibu tawala wa mkoa baada ya siku hizi 30 nipate taarifa ya utekelezaji ya waajiri wote kwamba madai ya watumishi ambayo yapo ndani ya bajeti ya mwaka huu na fedha za madai hayo zimeshapatikana au zimeshalipwa, zimeshakusanywa na zipo zimetengwa, hakikisheni watumishi wanalipwa madai hayo bila kuchelewa. Na wale ambao watataka kujaribu kwamba ukichelewa utapata madhara gani, basi wasubiri waone kitakachowatokea kwa ukaidi wao wa kutokuwalipa watumishi hawa ndani ya siku 30 zinazokuja. Hatuwezi kuendelea kuwa na viongozi au wasimamizi wa wafanyakazi ndani ya taasisi, hasa hizi taasisi za umma, ambao wanachelewa kulipa madai ya watumishi bila sababu za msingi. Ninaamini hata nyie kwenye maeneo yenu ya kazi ni mashahidi kwamba fedha zimekuja, ziko kwenye akaunti, mwezi wa kwanza unapita, wa pili unapita, wa tatu unapita, watu wanaingilia huku wanatokea huku, wakati mwingine wanasema labda ni ile idara ya fedha. Sasa kama malipo hayo hayakuhusu, hata kama wewe uko idara ya fedha, hujatumwa safari, hujaenda kwenye matibabu, hujaenda likizo, fedha za likizo labda za walimu umezishikilia, ili sasa iweje? Fedha hizo sio za kwako wala sio stahili yako. Kwa hiyo ninachotaka kumaanisha hapa ni kwamba tunataka kuona madai yote ya watumishi ambayo fedha zao zipo ndani ya siku 30 bila visingizio kwamba mfumo umekwama, mfumo umestack, mfumo uko chini, sijui law nini na vitu gani. Hakikisheni madai hayo yote yamelipwa ndani ya siku 30 na watumishi hawa wamepata haki zao. Swala lingine ambalo limezungumzwa kwenye risala ni swala la makato ya kisheria kwenye mifuko ya hifadhi za jamii. Hili ni jambo la kisheria kama mlivyoeleza kwenye risala yenu, na linatakiwa kila mshahara unapolipwa makato haya yawasilishwe kwenye mfuko husika. Lakini mmeeleza hapa kwamba bado kuna matatizo, kuna baadhi ya waajiri hawapeleki makato hayo kwa wakati, na kuna wengine miaka inakatika bila kupeleka makato hayo, na kuleta usumbufu mkubwa pale ambapo wafanyakazi hawa wanahitaji mafao yao baada ya kustaafu au baada ya kuondoka kwenye utumishi wa umma. Agizo la kwanza, mifuko hii ya kijamii, lakini pamoja na ile mifuko mingine ambayo makato ya wafanyakazi yanapelekwa kule kila mwezi, katibu tawala wa mkoa, nahitaji kupata orodha ya taasisi au ofisi, kampuni au shirika ambalo hawajalipa makato ya wafanyakazi kwenda kwenye mifuko hii, ni kiasi gani hawajalipa. Nakupa siku 14 nipate orodha hiyo. Na hawa waajiri wa sekta ya umma pamoja na sekta binafsi, kama unajifahamu kabisa kwamba una malimbikizo ya wafanyakazi wako hujayawasilisha sehemu husika, kama unajipenda, tumia hizo siku 14 kabla hazijaisha kuhakikisha kwamba unapeleka makato hayo haraka iwezekanavyo. Lakini swala lingine, kuwalipa wafanyakazi kwa wakati wanapostaafu, na lenyewe limetajwa katika risala mlioiwasilisha hapa, na mmetoa mapendekezo kwamba
barua ya kustaafu inapotolewa basi na mafao yao yameandaliwa, kwa sababu tarehe ya kustaafu inafahamika mapema sana kwa mwajiri kwamba miaka mitatu mbele ni wafanyakazi gani ambao watastaafu kwa mujibu wa sheria. Na kwa maana hiyo, na mimi naungana na nyie kwamba hakuna sababu ya mfanyakazi kuwa amestaafu kwa mujibu wa sheria na akaendelea kukaa mwezi mmoja miwili bila kulipwa mafao yake. Niwatake waajiri wote kuhakikisha mwezi mmoja kabla ya mtumishi kuanza likizo ya kustaafu, madeni yake yote kama yapo na stahili zake zote, ikiwepo nauli ya kusafirisha mizigo kutoka mahali alipo kumrudisha kwao, ziwe zimelipwa, ili wanapoondoka kwenda kwenye likizo ya kustaafu basi tuwe tumeshamaliza kuwalipa maslahi yao yote. Waajiri mko hapa mnanisikia, na katibu tawala, nataka haya maelekezo yaende kwa maandishi na usimamie kuhakikisha kwamba maelekezo haya yanatekelezwa na waajiri wote. Lakini swala lingine ni swala la bima ya afya kwa wote ambalo tayari limeshazinduliwa na taratibu zimeshaanza. Tushirikiane wote kuhakikisha kwamba tunaendelea kutoa elimu katika ngazi mbalimbali ili wananchi walio wengi zaidi waweze kujiandikisha na kushiriki katika upatikanaji wa bima ya afya kwa wote. Lakini sekta za umma, sekta binafsi, ni waombe watu wa bima ya afya waweze kutoa elimu ya kutosha, na hasa kwa sekta binafsi masuala haya ya bima ya afya kwa wote, ili waajiri pia katika sekta binafsi waweze kuhakikisha wanawatunza wafanyakazi wao kwa kuwapatia bima za afya.